tumekuja na mikataba. Mikataba inasemaje? Nikajenge, nikafanikiwe, nikawe baraka, nikakutumikie, lakini sina amani, sina furaha, kila ninachofanya ni balaa, shetani amenikamata. Mungu anakuambia, mwanangu, maadamu umerudi, umeleta mkataba, shetani yeye unapewa summons, anaitwa mahakamani. Wachawi, wanafiki, kufunga wanaitwa mahakamani. Tunasimama mahakamani, jaji wetu mkuu, wakili wetu Yesu atasimama kitunduni, utasimama nyuma yake, atamwambia shetani, unamdai fulani, unamdai neema? Atasema ndio namdai. Unamdai nini? Nimetumwa na fulani na ametoa sadaka nikamloge. Anasema ya sasa amekuja neema, analia madhabahuni kwangu, anasema mnamuonea, na analeta mkataba, na mkataba wake unasema siku zake za kuishi bado hajaolea vijana wake, bado hajajenga nyumba yake, bado hajafanya vitu vya baraka alivyoahidiwa kwenye mkataba. Sasa yuko nyuma yangu, unamdai, anasema ametenda dhambi, anasema ameshatubu, ndio maana haonekani mahakamani. Ninachomoa mkataba iliyoandikwa, wamesamehewa, wamekombolewa, wameponywa kwa damu ya mwana kondoo. Shetani atakosa uhalali. Kila aliye na tatizo hatapita hapo mlangoni, matatizo yanaachwa hapa. Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Nachomoa mkataba leo. Sijui kama kuna watu wana imani ili wajiungamanishe saa hii. Ninatamka mkataba unakutetea, mkataba utaongea. Nasikika kweli mahali hapa? Nasikika kweli mahali hapa? Nasikika kweli mahali hapa? Saidia kumgusa mwenzako, mwambie unao mkataba rafiki yangu. Ni kama mtu mmeuziana eneo kiwanja na mtu, alafu anageuka na kuambia nipe eneo langu. Unamwambia si nimekulipa? Anakuambia sitaki, nipe eneo langu, sijakulipa. Anakurusha. Unamwambia sawa, sikulipi, twende kwenye vyombo vya sheria. Mkienda kule unaulizwa nini kinachodhibitisha amekuuzia? Unachomoa na mkataba. Mkataba inabeba muhuri wa serikali, mkataba inabeba saini. Sikiliza, kazi ya msalaba, Yesu akasema imekwisha, imekwisha. Kwa kifo changu nimekuwa mgonjwa ili wasiwe wagonjwa, nilikuwa masikini ili wasiwe masikini. Kwa maana hiyo msalaba ni mahali petu pa kuchukulia mikataba yetu. Haijalishi unaumwa. Na mwanangu, sikiliza, wacha kujihesabia kwamba ni mwenye dhambi. Kuna mtu tangu asubuhi mpaka jioni ni wa kutubu tu, Mungu nisamee, Mungu nisamee. Sikiliza, Mungu akulindi kwa sababu ya utakatifu wako. Kuna watu wanajihesabia ni watakatifu, nimesema juzi. Yaani mtu anajiona yeye ni mtakatifu, wengine ni waovu, wengine hawana nyondo. Ukiona unajihesabia utakatifu, hauko kwenye zero, hauko kwenye point aina yote. Lakini nataka nikwambie, mtu ambaye Mungu atamuona ni mtu anayenyenyekea kila itwapo leo, ni mtu anayetafuta utakatifu kila itwapo leo, sio mtu anayejihesabia haki. Kuna watu wanakwenda kanisani kwa sababu wanavyo, wanakwenda kwa sababu eti wamekamilika. Kanisa haliwahitaji watu waliokamilika. Yesu hakuja kutafuta waliokamilika, Yesu alikuja kuwatafuta madhaifu. Na ndio maana huwa hapa nikiona mtu anamuonea mtu, namwambia hata wewe hujakamilika, hata wewe una madhaifu, hata wewe siko upande wote, hata wewe ukiona anapitia fulani muombe, maana ana madhaifu kama ulivyo. Hakuna aliyekamilika, ni moja tu, anaitwa Jehova Yawe, anaitwa shujaa wa msalaba. Na kwenye madhaifu yetu ndiko tunakokamilishwa. Kwa hiyo amini ya kwamba kwenye madhaifu yako ndiko Yesu anakukamilisha. Nataka niseme kuna watu wataenda kushangaa. Unajua watashangaaje? Yule aliyeonekana hafai, yule aliyeonekana hata kaa nyanyuke, watakuta yuko kwenye level ya baraka. Yule aliyeonekana hata kaa jenge, hata kaa olewe, hata kaa mtu wa baraka, ndika atakutwa akiwa na afya yake, akiwa na kitambi chake, akiwa anatembea kama kiongozi, kama mfalme. Ninatamka Bwana, ili nao liwe juu yako. Sema basi amina kama unabarikiwa. Na ninakuombea kwenye ibada ya leo, Mungu akupe double double. Mungu akupe double double. Mungu akawaibishe maadui zako. Walioshindana nao hawatakushinda. Walioshindana na biashara yako hawatakushinda. Walioshindana na ndoa yako hawatakushinda. Walioshindana na tumbo lako hawatakushinda. Na ni maombi yangu Mungu ajibu double double. Yule aliyekatiwa tamaa kabla hajafa, kusudi la Mungu likaonekana. Kabla hajafa, kabla hajafa, kabla hujafa mama, ushuhudie mtoto wako akinunua gari na ukakalia kwenye hilo gari, na ukabebwa na ukakaa nyuma, ukao unamwambia kijana wangu, unakumbuka tulivyoteseka? Baba anakuambia, unakumbuka mwanangu nilivyoteseka na kubeba shule? Mbona baba acha tu. Sasa hivi kula raha. Kula raha baba. Una shida gani baba? Naumwa. Pokea hiyo 100,000. Na kama ukina shida na kutumia nyingine.
kuombea. Kuna maadui pia wamefuruga familia yako usikutambue. Moto utawaka, moto utawaka, moto utawaka, moto utawaka. Na watashangaa kijana wako amerudi, mnakaa vizuri. Watarudi wataona mume wako mnakaa vizuri. Sema basi amina kama unanielewa. Mungu akaachilia double. Upako double. Upako double. Amani double. Heshima double. Uponyaji double. Amani double. Ushindi double. Upenyo double. Wangapi wanaamini Mungu ataachilia double? Mungu akacheke juu ya afya yako tu. Tena nakuombea mwaka huu, mwambie Mungu, nipe jambo ambalo litawachanganya maadui mpaka wachanganyikiwe. Sema basi amina kama unabarikiwa. Mungu akupe kitu ambacho yani kila mtu akipita pale anachanganyikiwa. Anasema mimi siwezi Neema. Mimi siwezi. Mababa yangu mimi siwezi. Kwa kweli yule mtu ni balaa. Yule mtu ni balaa. Nataka ifike mahali Mungu acheke mpaka adui zako waseme wewe ni mchawi. Wakisema mchawi, waambie mimi ni mchawi kuliko wachawi. Sema fire. Sema fire. Naona watu ambao boma zinawaka moto. Ninaona vyupa vya kichawi vikipasuka. Waume za watu wakitoka huku na fahamu zao zikiachiliwa. Ninaona majeneza yakipasuka, moto ukiwaka, ndugu zako wakitoka huko. Ninaona nyota zikitoka huko. Ninaona ardhi ikiwaka moto. Sema fire! Kuna watu hapa naongea na nyie. Hata wewe hujitambui. Hata wewe ufanyeje? Hujitambui. Kwa maisha ulionayo umeshakata tamaa. Lakini Mungu akikutazama hapo mbele ni shujaa. Ni shida tu zinakubana, lakini bado siku chache uwe mtu tofauti. Nami nakuombea usife, weke historia kwanza. Sema basi amina. Yani nataka leo ujulikane. Naomba umepigwa, nataka ukajulikane. Na atakaye kutambulisha ni Mungu, sio mtu. Chana binadamu ni balaa. Wananichukiaje? Lakini na Elisha afi. Na Elisha yuko kwenye anga ananguruma. Na wachao watapata shida. Aliyetoka Loskito Kiushini wapi, sijui Mwandetu wapi, Arusha hii, moto unakwenda kuwaka walikotoka. Nataka anayekumaliza akakamatwa asubuhi. Nataka anayekumaliza akaropoke mwenyewe aseme nisamee tu. Sema fire, sema fire, sema fire. Natamka ndani ya ibada hii kinachokutesa kikajulikane baada ya ibada hii. Uko tayari? Uko tayari? Mwambie mwenzako sifi ngo. Tayari ni mkuu. Tayari una kila kitu. Tayari Mungu anataka tumiliki kwanza katika ulimwengu wa nini jamani? Wa roho. Alafu tukishakubali kumiliki kwenye ulimwengu wa roho, mwilini vitakuja. Sema amina. Sema amina. Kuna watu kwa sasa bado hawajaonekana kwenye maeneo waliokusudiwa, ila wanakuja, wako njiani. Elisha bado hajaonekana. Kuna eneo Mungu anataka nifike. Bado ninakwenda. Kuna mtu leo unanisikiliza hapa. Kuna nyumba yako. Kuna nyumba unakuja. Na kuna wengine wamekuambia hautakaa ujenge. Wewe lia tu, hautakaa urudi hapa. Waambie nakuja. Unajui kusikia mtu anakuambia, unamwambia, "Hivi Neema, hivi mmefika wapi? Tunatuchelewesha jamani." Mwambie, "Nakuja eti mama." "Mbona umetuchelewa? Kuanzia saa 1 unasema nakuja eti mama." Kuwa mpole mama, niko njiani eti. "Sara, uko wapi? Mbona unatuchelewesha?" "Mama, nakuja." "Baba, nakuja eti." "Nakuja eti." Unatuchelewesha. Mkiona mnawachelewesha, go ahead, nendeni, niacheni mimi. Nakuja, maana najua mnakoelekea na mimi najua ninakoelekea. Sometimes wakikwambia umechelewa, waambie natangulieni ninyi na mimi nakuja, niko njiani. Nakuja, niko njiani. Hata kama umetangulia kuolewa, hata kama umetangulia kujenga, hata kama umetangulia kuzaa, hata kama
mwambie tangulieni, na mimi nakuja, na mimi nakuja. Usione wivu kwa ajili ya watu wengine, usione wivu kwa ajili ya nyumba zao, usione wivu kwa ajili ya biashara zao, usione wivu kwa ajili ya afya zao. Waambie mmetangulia, na mimi nakuja na nyumba, na ya kwako ikija wote wataiga, gari lako likija wote wataiga, nyumba yako ikishusha wote wataiga, afya yako ikija kila mtu atapenda, harusi yako ikija ni tofauti na ya kwao. Ora baba shakoriama, kijana wako akifanikiwa ni tofauti na vijana wao. Baraka zako ni nzuri kuliko za kwao. Mguse mwenzako kwa baraka zako ni kubwa kuliko za mwenzako. Usione wivu. Usipambane na waliofanikiwa. Tena waombee. Kama wao wana wivu na wewe, waambie tangulieni. Kama watoto wenu wameolewa, na wakwangu wataolewa. Kama mmejenga, na mimi nitajenga kwa wakati wangu. Nakuja niko. Wao wana mwendo wa sungura, lakini sungura na kobe wana mienendo tofauti, lakini kobe atafika mahali sungura amefika. So sema basi amina. So sema basi amina. Sema naenda, sema naenda, sema nakuja, sema nakuja. Na wengine wameshaanza safari kuelekea mahali husika kabla Yesu hajarudi, ila wamezuiliwa njiani kwenye mageti ya kuzimu. Wachawi, watu wabaya, getini wameweka vikwazo, magonjwa, madeni, leo wakupishe. Yani kuna watu umeshaanza hii safari. Yani kuna mtu hapa umeanza safari ya kuelekea kwenye duka lako. Kuna mtu hapa umeanza safari ya kuelekea kukutana na mtu sahihi. Kuna mtu hapa umeanza safari ya kukutana na watoto wako waliobarikiwa. Kuna mtu hapa umeanza safari ya mume wako kukutana na wewe, maana ulishatenganishwa naye. Kuna mtu hapa umeanza safari ya kwenda mahali fulani. Kuna mahali unakwenda, lakini walipoona unaenda mahali wakasimamisha mageti yao. Nasema Glory, tumesha kuona unakoelekea. Funga na geti. Funga geti. Hapiti. Ulikuwa unaelekea kuolewa, zuia hapa. Ulikuwa unaelekea kwenye baraka, kwenye duka, zuia. Mfungie kwenye madeni, fungie kwenye magonjwa, fungie kwenye matatizo, mfungie kwenye kukataliwa, fungie. Yani wanakuzuia, wamefunga mageti sawa sawa, wanafunga, fungia. Ubaki hapo, unabaki hapo kila siku. Ni wa magonjwa, ni wa madeni, kukataliwa, kifo, kila siku ni faraka. Umebaki hapa. Asema Bwana, ndio maana akanituma. Aliyekaa kwenye hili lango, lazima leo anashuka malaika moja, atawatanika. Tunapita kuelekea kwenye utukufu. Kuna mtu anakwenda mahali. Angalia, mtu amekaa namuona mtu anaelekea kwenye nyumba yake. Hiyo nyumba hiyo hapo. Kuna mtu anaelekea kwenye kupakata watoto. Namuona yuko leba, mtoto analia, hakuna shida. Namuona anapona, anaenda level ya baraka. Angalia, mtu amekaa natabiri, hautakufa na hali ulionayo.